Jumla kuu ya utekelezaji miradi wa maendeleo 2025 na hii budget mpya ni bilioni 5,293,117,000. Mwisho, pamoja na taarifa hii ya utekelezaji miradi ya maendeleo 2025, natoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi kata ya Secheda, wapiga kura wangu na wataalamu idara mbalimbali kata ya Secheda na wilaya na Chama cha Mapinduzi kwa kunipa ushirikiano katika majukumu mbalimbali ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Sisi kata ya Secheda tumemfaidi Mheshimiwa Silo. Tumemfaidi kwa sababu Mheshimiwa Silo amekuwa kiungo ambayo ni kimbilio la kata ya Secheda. Kuna siku moja ilifika mahali mtu wa Luhmanda anasema tumepata bahati kwa Silo. Ulisikia, lakini bahati ya shilingi milioni 4 karibia $800,000. Bahati 117. Ameongea tu na kamati ya ya ujenzi, akawapa bahati amepita na pale. Lakini mimi nikuambia kwamba huyu jamaa anatufaa sana. CCM hoye. Secheda hoye. Kwa nini nimetamka eneo hilo? Silo si mbunge goigoi. Silo mwenyekiti wa halmashauri na wajumbe wake ambaye ni madiwani na wakuu wa idara wakiandaa budget wanapopeleka TAMISEMI. TAMISEMI inapeleka kwenye hazard ya bunge. Kule mheshimiwa mbunge kama ni goigoi, zile hela tuligoomba haiwezi kuja huko. Kwa hiyo utasubiria miaka itapita, utasubiria miaka utapita, mwisho wa siku utamaliza miaka 5 bila chochote. Kwa hiyo kwa jimbo letu la Babati vijijini, Silo ni kiungo hodari sana. Binafsi ninaishukuru serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi na ninaishukuru chama chetu kuwa na ilani nzuri inayotekelezeka, ilani nzuri inayojali maslahi ya wananchi wa Tanzania. Ilani ambayo mheshimiwa diwani ameitekeleza kwa kadiri ya uwezo wake kama tulivyosikia. Hayo aliyoyasoma ni mambo yanayoonekana bayana machoni mwa kila mmoja. Hayo yaliyotekelezwa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ni mambo yanayoonekana bayana, sio mambo ya kufikirika. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kata ya Secheda kuipongeza serikali yetu na chama chake kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ambayo ameisoma mheshimiwa diwani. Mwisho niseme, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Secheda na wa Tanzania, ilani imetekelezwa kulingana na uwezo wa uchumi wa nchi yetu. Pengine unaweza kusema kwamba bado mahitaji ni makubwa. Na ni kweli mahitaji ni makubwa hata sasa. Nipongeze taarifa ya mheshimiwa diwani. Labda tunapopongezana namna hii, kama mzee wa awali alivyozungumza kwamba tusikilize kwa makini, kwamba msituelewe vibaya kwamba tunampongeza. Ni kweli pale anapostahili kupongezwa apongezwe mtu. Pale asipostahili asipongeze, unampongeza ya nini? Kwa hiyo niseme tu kwamba machache kwamba mheshimiwa Tato ni diwani pekee ambaye tangu tuanze ufana mpaka Secheda ya sasa hivi ni diwani pekee aliyetoa hela nyingi sana.
Na hizo hela nyie mmezisikia idadi zake. Sina sababu ya kuzungumzia zaidi. Kwa hiyo ametoa hela kwenye taasisi za kiserikali na taasisi za dini. Jambo ambalo madiwani wengi wamepita, ukimuita anakukwepa. Lakini diwani huyu ni mzuri, ana hofu fulani ya Mungu. Mungu akutie nguvu. Kwa wale vijana ambao labda niseme wanatarazamia kuchukua fomu, msinielewe vibaya. Simpaki mafuta. Ila bado nafasi ya kugombea iko pale pale. Kwa hiyo ni jukumu lenu kuamua kufanya maamuzi, mchukue fomu ama muogope. Hilo mimi sijui.